Lakini Askofu Josephat Gwajima akaenda mbali na kusema mbalimbali. Kwa hiyo si kweli kwamba wako baadhi ya wakuu wa vyombo vya ulinzi wameteuliwa kwa matashi ya watu wenye mamlaka ya kufanya hivyo. Lakini Askofu Josephat Gwajima akaenda mbali na kusema yeye anayo maeneo kwenda kuzungumza na akayaainisha. Lakini moja ya eneo ambalo akasema hawezi kulifikisha jambo hilo ni kwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu ni sehemu ya wanufaika wa hayo. Ndugu zangu, mimi na nyinyi ni mashahidi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 6 na awamu zote zilizopita hawajawahi kuwa wanufaika wa tukio lolote baya au ovu dhidi ya Mtanzania yoyote kwa taifa letu. Mimi na nyinyi ni mashahidi. Wako baadhi ya Watanzania walikutwa na kadhia ima ya kupotea au kutekwa. Rais wetu ameonyeshwa kuguswa na kuchukizwa na hayo. Wako baadhi yao amechangia matibabu yao pale ambapo walipatikana. Ni ishara tosha kwamba rais wetu si sehemu ya kunufaika na hayo aliyozungumza. Hao wanaosema kwamba Tanzania hivi sasa amani inatoweka, Tanzania hivi sasa watu kutoka mataifa mbalimbali hawawezi kuja. Ndugu zangu, ziko nchi duniani zinaongozwa kifalme. Akitoka kuongoza huyu, akifariki anakuja mwingine katika ukoo huo mmoja. Ziko nchi zinaongozwa kimalkia. Sisi kama Watanzania hatujawahi kuingilia uhuru wa taifa lolote, namna walivyojipangia kwa katiba zao na kwa sheria za nchi yao, namna gani waongozane. Kama Askofu Gwajima anahisi sheria iliyopo inahitaji kubadilishwa, anayo nafasi ya kuomba bungeni kupitia kamati mbalimbali za bunge zilizoundwa, lakini kupitia bunge lenyewe na kupitia caucus ya wabunge wa CCM, na hatimaye ukapatikana mswada ambao yeye anaona ni bora, lakini apitie njia sahihi zinazohitajika. Narudia, tunakiomba Chama cha Mapinduzi kifanye maamuzi dhidi ya mneki huyu na mbunge huyu wa jimbo la Kawe. Kuendelea kuwa mbunge wa chama chetu huko amemtukanisha na kumfitinisha rais wetu na wananchi wake, kwetu si sawa sawa. Haturidhiki, hatufurahishwi kuendelea kumuona akiendelea kuwa mneki wa chama chetu. Hatufurahishwi kuendelea kumuona kuwa mbunge wa chama chetu, hasa akiwakilisha wilaya yetu. Chama chetu tunawaomba sana, chukueni hatua. Fanyeni maamuzi yatakayoleta heshima na hadhi ya rais wetu. Na tunawaomba tena kwenye mchakato huu tuleteeni wana CCM wanaokijua na kukitambua chama chao. Itatusaidia kupunguza taharuki nyingi za viongozi wasiofahamu miko ya chama chetu. Ndugu waandishi wa habari, yangu yalikuwa ni hayo, na asanteni kwa kunisikiliza. Atakaporejea tena nasi tutarejea tena kuja kuzungumza nanyi mpaka tukae sawa na tuelewane kama wazalendo wa taifa la Tanzania, na nimezungumza hapa kama Mtanzania wa kawaida. Lakini equal
Halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi tena kuja kutueleza, na hasa atakaporudi tutarudi kuja kuzungumza na nyinyi. Na tunakiomba Chama cha Mapinduzi, chama chetu kuendelea kuwa na mneki wa aina hii si busara na si jambo jema. Chama chetu kuendelea kuwa na mbunge wa aina hii si busara na si jambo jema. Sisi tunaamini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anakerwa mno, anachukizwa mno na hayo yanayofanyika dhidi ya wananchi wake aliyoapa kuwalinda. Hatotokea ndani ya taifa la Tanzania rais kutoka Chama cha Mapinduzi kuwa sehemu ya kufurahia wananchi wake wakitekwa. Hayupo na hatakuwepo. Chama chetu ni chama imara, ni chama chenye kujibadilisha kila wakati kulingana na mazingira ya wakati huo na uhitaji wa matakwa ya wananchi katika kipindi hicho. Mara kadhaa tumekuwa tukifanya hivyo. Kwa tunaamini Daktari Samia Suluhu Hassan ni mzalendo namba 1 ndani ya taifa la Tanzania. Na tunaamini halali mara zote anawaza, anatafakari kwa kushirikiana na vyombo vyetu vya dola namna bora na nzuri ya kukabiliana na janga hili linalojitokeza katika taifa letu. Kusema yeye ni sehemu ya wanufaika ni kuikosea heshima taifa letu, ni kuvunja hadhi ya rais wetu, lakini pia ni kukiuka miiko ya chama chetu. Tunamuomba mwenyekiti wa chama chetu kupitia vikao anavyoviongoza vya chama ambavyo sasa vinaendelea jijini Dodoma kuchukua maamuzi yatakayowafanya wabunge wengine ambao nao katika maeneo yao yawezekana hawajaagana vizuri na nyonga kustaafu ubunge wao kwa heshima. Wabunge waliopo sasa wao si wa kwanza kuwa wabunge na si wa mwisho kuwa wabunge katika taifa letu. Kwa yule ambaye anaona ametanga karata zake vibaya, ni vyema akastaafu kwa heshima ili kuendelea kuheshimika na jamii inayomzunguka. Lakini nimefadhaishwa mno, wako baadhi ya wabunge wanaita watu pia majumbani kwao, wanasema kwa siri ni heri ya rais aliyekufa Daktari John Joseph Pombe Magufuli kuliko Daktari Samia Suluhu Hassan. Nao nawaona kupitia hili wanatoka hadharani kutafuta benefit ya kisiasa. Tunawaambia nyote mliosema kwa siri ama mliotoka hadharani kuzungumza uchonganishi dhidi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wananchi anaowaongoza, vijana wa Chama cha Mapinduzi hawatakuwa tayari kuwaunga mkono.